Rebecca, unanipotezea muda wangu. Naona unazunguka sana, alafu sijaelewa point yako ni nini. Yaani unataka kusema nini? Point yangu ni kwamba acha kufuata mambo yangu. Acha kuniingilia. Fanya kilichokuleta humu ndani. Yaani kifupi ni kwamba nahitaji uwe kama mbwa tu. Nikimwambia bweka anabweka, nikimwambia ng'ate anang'ata. Yaani usifanye kitu bila kupewa amri yangu. Kwa hiyo unahisi unanitisha? Nimeua. Alafu kwani wewe ukiniona mimi unanichukuliaje? Toy. Mimi sipo hivyo. Unahisi ni kitu gani ambacho naogopa kukipoteza mpaka umri huu niliofika? Hivi kuna kitu cha thamani kwenye hii dunia kama mama? Ambacho nitakipoteza maumivu yawe mageni kwangu. Kipo? Nishapoteza vitu vingi sana Rebecca. Kwa hiyo sihofi kupoteza chochote. Labda nikwambie kitu kimoja. Hili tanuru la moto sio la kunitishia kwamba nitaondoka. Sijui unanielewa? Sasa kama nyumba yangu unaita tanuru ya moto, uko unang'ang'ania kwa kitu gani? Kwa nini upo kwangu? Na kwa jinsi gani unavyojua sikupendi ila bado upo unang'ang'ania? Kwa nini usiondoke? Nataka nikuulize swali. Mimi nang'ang'ania hapa kwenu au nang'ang'aniwa? Mimi nang'ang'aniwa. Na sababu ya kuwepo hapo unaijua. Ni kwa sababu tu wewe Rebecca huwezi majukumu yako basi. Hakuna zaidi ya hicho. Kwa hiyo usimtishie Nyao. Sawa, ngoja tutaona. Rebecca. Nimekubali kufanya hivyo unavyotaka. Natamani niikane hii dunia na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea. Isipokuwa tu sitoruhusu mguse Nilham kwa chochote. Natamani niikane hii dunia na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea. Kwa sababu sina mpango wa kuingia mkataba wowote ule, hata wa mabilioni, kuruhusu yeye apitie magumu. Kama ni kazi, utafanya. Ila sitaki umguse Nilham. Wow. Hapo sasa tunaweza tukaongea tukielewana. Hivi unadhani mimi nina shida na yule mtoto? Sina shida naye. Mimi nina shida na wewe. Na yale yote unayoyaona namfanyia kwa sababu yako wewe. Yaani wewe ndo chanzo. Ndio maana nafanya yote kwake. Ila ukiacha kuniingilia na kunifuatilia, hutaona nikimgusa. Nadhani tunaelewana.
Yaani Rebecca, yaani unataka kusema ulikuwa unamfanyia Nilham vile vitu vyote kwa sababu yangu? How? Yaani kivipi? Yaani kwa kitu gani ambacho mimi nimekufanyia wewe mpaka umnyanyase ule mtoto? Yaani nimewahi kufanya nini? Mbona ingia akilini Rebecca, mimi na wewe nadhani tunaelewana. Kikubwa ni kufanya kile nilichokuambia. Hayo mengine hayakuhusu. Bosi. Bosi. Sorry. Umekuja muda mrefu? Hapana. Sio muda mrefu sana ndio nimefika hapa. Lakini nakuona bosi wangu roho wenye mawazo na kwa haraka kabisa naona mawazo yatakuwa mazuri. Sijari bwana, unajua hii hali nilimisi sana kwa muda mrefu. So I'm just feeling proud. And I thank God for now. Okay, basi. Unajua siku zote mwanaume kumwaza mke wake ni jambo zuri. Come on. Just leave it. Unajua oh, come on. Just leave it. Kuna kitu gani? Kuna hizi document hapa nikuletea. Okay. Oh, UCI. Okay. Thank you. Alafu bosi, kuna ujumbe wako hapa nilipewa nikuletee. Asante. Muda wote umezubaa kavi uko feli. Mpaka sasa usafi hujamaliza tu. Anyway, naomba ufanye haraka. Nahitaji kuja kupumzika. Ufagie vizuri, kila kitu kiweke sawa. Nikiingia ndani nisikanyage mchanga. Tumeelewana? Kia Mungu stoboi. Yaani Happy mimi. Naona kabisa nashindwa. Na ndo kwanza siku moja hii. Nilipata taarifa kutoka kwa dada yake na Happy kwamba Happy mazingira anaishi kwako sio mazuri. Hebu niambie, ni nini kinaendelea?
Mimi sidhani kama kuna shida yoyote ile inayoendelea pale nyumbani, kwa sababu kila kitu kiko sawa, lakini kipindi cha nyuma ndio kulikuwa na shida baina ya mke wangu pamoja na Happy, lakini ile shida ni resolve na mpaka sasa hali ni shwari kabisa. Ni sawa. Unajua kwamba wale watoto mimi ndo msimamizi wao. Tangia wazazi wao wafariki, nilichagua nitakuwa msimamizi wao, na kwa lolote lile ambalo linawatokea ni lazima nijulishe mimi kama baba yao. Kwa hiyo kwa taarifa hii ambayo nimeletewa, yule ni mtu mzima, hawezi kuleta taarifa ambazo zina utata. Ndio maana nikachukua jukumu la kukuita uje tuzungumze. Hizo nguo ulimwachia nani chumbani? Alafu tena nguo kidogo kama hizo mpaka sasa hivi bado unacheza nazo. Alafu mbona umechukua nguo zingine umeacha chumbani? Umemwachia nani? Na unajua kabisa ni siku nyingi hujafanyia usafi nguo zangu. Unachukua kidogo kidogo unakuja kufua. Alafu unaendekeza mchezo kwa nguo chache kama hizo. Wewe hivi unaitafuta nini mimi? Unanijaribu? Unataka kunijua vizuri. Alafu ni dharau, jeuri, kiburi. Au unanimudu sana? Maana haiwezekani muda wote naongea umenikalia kimya. Unaniweza sana. Basi sawa baba, mimi nimekuelewa. Nadhani nitalifanyia kazi. Nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Ijapokuwa hakuna kitu chochote kile tofauti. But I promise you that I will make everything be okay. Aikan, najua unanijua tena vizuri sana. Endapo nitabaini kuna jambo lolote limeenda tofauti, na mimi nitadili na wewe. Na nimekuambia hivi kwa sababu sitaki mambo ya familia tuyaingize kwenye biashara. Nimekupandisha na na uwezo wa kukushusha. Unaweza kwenda. Natamani niikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, maana binadamu wananiudhi kila siku, kwangu machozi. Samahani, nimekusikia na nimekuelewa. Eti samahani, nimekuelewa. Haya basi, naingia ndani. Naomba hizo nguo zifuliwe na zing'ae. Sitakati. Ole wako uje uniletee nguo ina doa hata moja. Tutaonana wabaya. Mungu nitie nguvu. Taweza kweli? Mbona kama uvumilivu unaenda kunishinda? Mwenyezi Mungu,
Kama hili ni jaribu langu, basi naomba unielekeze namna ya kulishinda. Mimi naamini kila kinachotokea kwenye maisha yangu kimepangwa na wewe, na niko hapa kwa kusudi lako. Natamani niikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, kwenda kila nalofanya nakosea, maana binadamu wananiudhi kila siku, kwangu majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda nilie sana, maumivu hayaniishi, maana nikisema nivumilie labda machungu hayazoeleki, ila moyo fumbo, 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 fumbo. Haya, safari ya wapi na vikapu? Naenda sokoni, kuna baadhi ya vitu havipo. Kuna kazi nyingi sana za kufanya humu ndani. Unanielewa eh? Uko sokoni, achana nako. Kuna mtu atafanya kwa ajili ya vitu vya sokoni. Wewe naomba urudi ndani. Kuna kazi zangu kibao nahitaji ukazifanye. Sawa, mimi nakuelewa. Lakini kuna umuhimu pia wa kwenda huko. Inabidi nichukue vitu mapema kwa ajili ya kumpikia Nilham. Yaani sasa hivi unapaswa kufanya vitu kwa ajili yangu na sio Nilham tena. Hivyo basi naomba urudi ndani. Tumeelewana mama eh? Samahani, labda nimekosea tu kwenye kusema, kwa sababu nimezoea kufanya vitu vingi kwa ajili yake, lakini ningepika chakula kwa ajili ya familia nzima kama ninavyofanyaga siku zote. Si kawaida. Hapa ndio najaribu kuifanya iwe kawaida. Nataka wewe uwe mtumwa wangu mimi kama ilivyokuwa zamani. Hivyo basi bila makelele, rudi ndani, endelea na kazi zako. Pole mama, pole. Inabidi ukiingia ndani kachukue kwenye friji maji baridi ili ushushie vizuri pumzi yako. Kwenda bwana wewe. Kwenda. Na bado kama ni movie ndio kwanza linaanza. Halo kaka. Uko poa? Niko poa, namshukuru Mungu. Sijui wewe? Mimi niko sawa tu. Uko poa kweli? Ndiyo kaka, niko sawa. Vipi, kuna tatizo? Nilikuwa nahitaji tu kujua hali yako. Asante sana kwa kujali. Mimi niko poa. Vipi wewe? Safi tu. Lakini Happy. Abe. Naomba nikuombe kitu. Kitu gani kaka? Ningelipenda kusikia kitu chochote kile kizuri kutoka kwako. Kitu kizuri kutoka kwangu? Wewe unaongea na nani?
natamani niikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, mana binadamu wananiudhi, kila siku kwangu machozi, majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani, sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda nilie sana, maumivu hayaniishi, mana nikisema nivumilie labda machungu hayazoeleki, ila moyo fumbo, 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 fumbo. Ndoto zangu kuwa na wewe, na hii ndiyo siri natunza ndani, amani kwangu kupendwa nawe, na nijilaze kwako begani, mana vitendo vyangu uoni, nisipokuona ndoto mbaya simanzi.